hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Unayaamini? Yesu anamuuliza leo, unayaamini hayo kwamba anayeishi na kumwamini Yesu hata kufa kabisa, yani hafi kabisa. Imani ya kuamini kiwango cha kutokufa, hiyo ndio hatuna, ndio maana tunakufa. Imani ya kumwamini Yesu kiwango cha kutokufa, hiyo ndio hatuna. Udhaifu wetu sisi usilifanye neno la Mungu kuwa uongo. Uponyaji wa kwanza ni ndani ya mwili wenyewe. Tuna antivirus katika mwili yetu ambao wanapiganaga na wadudu wakiingia, na hata mtu anapona. Lakini njia ya pili ambayo Mungu ametuumbia uponyaji ni hiyo ya kwenda kwa madaktari. Tunakwenda kwa madaktari, wanatupima, wanagundua matatizo yaliyopo, halafu kisha wanatupa dawa, tunapona. Lakini njia ya tatu huwa tunasema ni uponyaji wa milele. Na uponyaji wa milele huo Biblia inazungumza katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13. Inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Yaani uponyaji wa milele ni ule ambao Mungu mwenyewe anaamua kutoa roho ya mtu. Pamoja na yote, kwanza niwape pole kwa ajili ya msiba ambao umewapata. Inawezekana kwa sababu ya kuchanganyikiwa, kwa sababu ya jambo, mtu anaweza akakosea, lakini andiko linasema kimjacho mtu ndicho kimtokacho. Kile kilichojaa ndani ya mtu ndicho kinachomtoka. Sasa uponyaji wa Mungu ni kitu ambacho Mungu amemuumbia mwanadamu, sio hizo aina tatu ambazo mzee anazitaja. Yaani unaposhindwa kudhihirisha kwamba Mungu anao uwezo wa kuponya, basi yawezekana kabisa wewe umeshaanza kutoka kwenye reli. Hilo nafikiri ni jambo la kwanza mtumishi wa Mungu au mchungaji yoyote anatakiwa aanze nalo. Kwanza ni uponyaji wa Mungu, sio aina hizo zingine. Hizi zingine ni ziada. Divine healing ni kitu ambacho Mungu yeye anakifanya na alituagiza tukifanye. Na katika Mungu Yesu alitaka watu tusife kabisa. Najua ni neno gumu, alitaka tusife kabisa, na kusomea na andiko. Yaani alisema kabisa anayemwamini yeye hata kufa kabisa, hafi kabisa. Sasa inawezekana, ngoja nikusomee ile andiko hapa kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 11, nianzie mstari wa 24. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Sikiza mstari wa 26. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Kwamba anamwambia mimi ndio huo ufufuo na uzima, kwamba mtu akifa ataishi, lakini yeye anayeishi ambaye hajafa akiniamini hata kufa kabisa hata milele, hata kufa kabisa ikiwa ataniamini. Lazima tukubali kwamba kuna viwango ambavyo hatujafika. Lazima tukubali, tusikatae. Yaani udhaifu wetu sisi usilifanye neno la Mungu kuwa ni uongo. Alisema katika Marko 16 mstari wa 15, anasema hivi, akamwambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aniaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kama hatuwezi kuponya magonjwa, ni udhaifu wetu sisi. Tusilifanye neno la Mungu kuwa uongo kwa sababu ya udhaifu wa imani, udhaifu na makando ambayo walokole wengi wanaishi nayo. Sasa yanakuwa yanafanya wanashindwa kuwa na uwezo wa kuponya kwa sababu ya udhaifu wa imani na makando. Yaani hatujaenda kwenye viwango vinavyotakiwa vya imani ambavyo naweka mkono juu ya mgonjwa na anapata afya. Na kama nilivyokusomea katika ile Yohana kwamba aaminie anayeishi sasa, ananiamini hata kufa kabisa. Unaamini? Ngoja nirudie kusoma ile andiko, na maana inawezekana hujalielewa. Mstari wa 26 anasema, naye kila aishie na kuniamini
hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Unayaamini? Yesu anamuuliza, unayaamini hayo kwamba anayeishi na kumwamini Yesu hata kufa kabisa, yani hafi kabisa. Imani ya kuamini kiwango cha kutokufa, hiyo ndio hatuna, ndio maana tunakufa. Imani ya kumwamini Yesu kiwango cha kutokufa, hiyo ndio hatuna. Udhaifu wetu sisi usilifanye neno la Mungu kuwa uongo. Udhaifu wetu sisi usifanye kubatilisha haya mengine ya uponyaji wa Mungu kwamba sio. Ukiona mtu anaweza kuzungumza anasahau uponyaji wa neno la Mungu, ni ishara ya udhaifu wa kiimani. Kiroho kinazidi kufa, na mzee Magembe alisema TG mnakufa. Mmekufa, mko ICU. Lazima tukubali, tuangalie kurudi nyuma, kuangalia mapito ya zamani baba zetu walioendea, tuangalie hiyo, tuangalie iwapi njia iliyo njema, tukubali udhaifu, tuangalie ni namna gani tunaweza tukatengeneza, lakini sio kujitetea tu na kuanza kufanya kwamba neno la Mungu linakuwa uongo. Hapana, 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 hapana. Kimjacho mtu ndicho kinachomtoka. Kama anasema Mungu ametuumbia uponyaji wa aina tatu. Kwanza kuna seli ambazo zinapambana na magonjwa ndani, anasema antivirus ambazo zinapambana zenyewe na magonjwa ndani. Pili, uponyaji wa kidaktari. Afu tatu ni kufa. Hizo kufa sio uponyaji. Mtu akishakufa amepona nini sasa? Si ashakufa. Tunataka atoke kwenye ule ugonjwa ili asiende kufa. Na kama kuna uponyaji kwa njia ya daktari, huu ni uponyaji ambao tumebuni sisi baada ya kukosea sana. Mwisho wa siku naanza kusema tutafute dawa, lakini Mungu alitaka watu wapone hata pasipo dawa, kwa neno lake tu. Yani wewe uwezo wa kuweka mkono mkono unauweka juu ya mgonjwa, anapata afya. Haujatia kitu mdomoni mwake kwamba ni dawa anywe hiyo. Umeweka mkono wako tu juu yake, anapata afya. Na mamia na maelfu ya watu wamepona, nikiwemo mimi. Kwa njia ya neno la Mungu nimepona, na watu wengi wamepona. Naona shuhuda, Moses Kulola amepita duniani, watu wengi walikuwa viwete wamesimama. Sisi udhaifu wa imani mlionao ndio unaofanya tunaanza kuona maneno kama ni ya uongo. Lazima tukubali haya sio ya uongo. Waongo ni sisi ni waongo. Kwa hiyo tumezoelea udhaifu, tumeishi kwenye udhaifu. Mwisho wa siku tunaona hayo ndio maisha, kwamba haya mengine ni hayawezekani, kwamba uponyaji basi itakuwa ni kiroho, kwamba mtu hata kufa, tunasema hata kufa katika roho. Hili andiko linazungumza hata kufa katika mwili, huu haufi huu mwili. Udhaifu wetu usifanye haya maneno kuwa uongo na kuanza kwa tafsiri kinyume. Nimetaka nije nifafanua hili kwa sababu yawezekana sijaeleweka kwenye video ya kwanza. Narudia tena, kimjacho mtu ndicho kimtokacho. Hapa sio stress au uchungu tu wa msiba, ila ndicho kichojaa ndani ya moyo wa mtu. Sababu nilimsikia askofu wa TAG anazungumza, yani anahamasisha watu kuzini sana mara 6 kwa wiki. Sio anahamasisha wanandoa kuzini mara 6 kwa wiki ili warudi kuwa vijana, wakati kuna Biblia inazungumza katika Zaburi 103 kwamba akusamea maovu yako yote, kuponya magonjwa yako yote, au komboa uhai wako na kaburi, akuvika taji ya fadhili na rehema, au shibisha mema uzee wako. Kama ni kijana, basi ujana wako unarejezwa kama tai. Unazidi kuwa kijana kwa sababu umesamehewa dhambi zako zote, amekuponya na magonjwa, sio kwa kuzini mara nyingi. Sasa nikiona askofu anakuwa na uwezo wa kuzungumza maneno kama haya, na kwa najua hata hawa maaskofu, makamu maaskofu na wachungaji huko chini lazima watakuwa wametoka kwenye reli, kwa sababu kama awaongozao anayewaongoza amepotoka, basi anawakosesha na wale wanaongozwa, kama inavyozungumza katika Biblia. Nataka mnielewe kwa sura hiyo. Mungu ameweka uponyaji kwa mtu, sio hizi zingine zilikuwa ziada. Yeye alitaka sisi hata kufa tusife kabisa, kama hivyo kusomea katika kitabu cha Yohana. Mungu na akubariki. Nashukuru kwa kunisikiliza. Uwe na wakati mwema.